بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، كذلك نزيادة خيري kumtakia mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, baada ya kuanza kusoma utangulizi wa yale mambo ambayo yanafungamana na misingi mitatu, leo tunaanza rasmi msingi wa kwanza kwenye ile misingi mitatu ambayo tuliona kwamba ni wajibu kila mmoja katika Waislamu awe anayafahamu. Na tuliona kwenye upande wa utangulizi ambao ni kama maandalizi ya kuja kuyasoma hii misingi, mambo ambayo yanafungamana na upande wa elimu, kuyajua hayo. Kadhalika pia tukaona mambo manne ambayo ni lazima kwa kila mtu kuyafahamu. Kadhalika pia tukaona dalili ambazo zimeonesha uwajibu wa kuyafahamu hayo. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala tutaona huo msingi wa mwanzo. Msingi wa mwanzo ambao ni al-aslul awwal. Al-aslul awwal, msingi wa mwanzo, maarifatur rabbi, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tutamjua Allah subhanahu wa ta'ala? Ni jambo la msingi sana, kwa sababu siku zote unachokifahamu kuna sababu ambazo zimepelekea ukifahamu. Kadhalika pia ima iwe ni kwa kukiona au kupewa habari zake na aliyekiona, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatujamuona, ila tunaitakidi na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Na hili ni la mwanzo katika kumfahamu Allah. Kwanza ukubali na ukiri kuwa yupo, kisha jambo jingine pia ukiri sehemu aliyokuwepo. Allah yuko wapi? Kwa sababu miongoni mwa sifa ya kila kilichopo ni kuwa na sehemu ambayo hiyo sehemu hicho kitu kipo. Ukisema Allah yupo, basi uthibitishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko sehemu fulani, na kwa vile uwepo wake yeye kauthibitisha yeye mwenyewe, na sehemu aliyokuwepo pia Allah kaithibitisha yeye mwenyewe. Miongoni mwa ayat zinazoonesha sehemu aliyokuwepo Allah ni aya ambazo zipo ndani ya suratul Mulk. Allah anasema aamintum man fis sama, aamintum man fis sama, hivi nyinyi mmejiaminisha na yule aliyekuwa juu? Mbele nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia aya nyingine Allah anasema arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehma juu ya arshi amestawi. Kadhalika tamko thumma stawa ala al-arshi kwenye Qur'ani limekuja sio chini ya mara 6, ni aya tofauti tofauti, kwamba kisha Allah akastawi juu ya arshi. Na matamko mengine mbalimbali ambayo yanaonesha kwamba Allah yuko juu, kama hayo ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hupanda neno zuri, na kupanda ni kutoka chini kwenda juu, kwa maana yeye Allah yuko juu. Na kadhalika wal amalu salih yarfa'u, kadhalika na matendo mema ya Allah huyanyua. Pia vile vile katika dalili zilizokuwa wazi juu ya kwamba Allah yuko juu ni tukio la Isra na Mi'raj. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kukabidhiwa swala, tukubali kwamba sisi alikwenda kukabidhiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtume alikwenda juu, bali alikwenda mahali ambapo hata Jibril hakufika.
Walipofika hapo, Jibril akamwacha aende, akamwambia Jibril kumwambia Mtume sallam, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, hakuna yote katika sisi malaika isipokuwa na sehemu yake maalum. Mimi nimefika mwisho hapo, huko wanapokwenda huko si kwangu mimi, wewe nenda. Akaenda huko. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, laqad raa min ayati rabbihil kubra, siku hiyo hakika aliona katika alama na miujiza ya Mola wake aliyokuwa mikubwa. Na pia katika matukio ambayo yanaonesha juu ya Allah kwamba yeye yupo juu ni tukio la upande wa kuomba dua. Julikana kwamba unapoomba unayemuomba, unapotaka akupe kitu, mkono unamwelekezea yeye, ule upande ambao yeye yupo. Na tunapoomba dua tunanyosha mikono juu, na ile jambo la kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala lipo hata kwenye akili za watoto. Mtoto unaweza kumuudhi na mwachia Mungu anaangalia juu. Yaani Allah kamuumba hivyo kwamba anajua alipo Allah. Na dalili kuhusu hilo ni nyingi sana. Kama hadithi ya Jaria ambayo tulitaja kwenye ile darasa ya Ijumaa ile baada ya maghrib, wa Jaria yule wa Muawiya ibn al-Hakam aliulizwa na Mtume, aina Allahu man ana, tena ili swali liko wazi zaidi, aina Allah. Na aina katika lugha ya Kiarabu kuuliziwa kwa ajili ya sehemu, lilimakani, sehemu yuko wapi, kwa maana sehemu gani yupo Allah. Jaria akasema Allahu fis samaa, Allah yuko juu. Kisha akasema anta rasulullah. Kwa hili jambo la mwanzo kuamini kwamba kwanza uwepo wake, la pili sehemu aliyokuwepo. Na aya kuhusu uwepo wa Allah tulizisoma katika majlisi ya juzi kama sijasahau, tulizisoma zile ayat nyingi. Allah kajalia hivi, kafanya vile, tukataja hizo ayat. Na pia katika mambo ambayo yatilia mkazo, na tukasema kwamba miongoni mwa alama za uwepo wa Allah ni kuwepo wewe mwanadamu, kwa sababu hakuna chochote ambacho kitakuwa kina athari ya kutengeneza isipokuwa yupo ambaye amekitengeneza. Uwepo wa mwanadamu ni alama juu ya uwepo wa aliyemuumba mwanadamu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia yale mambo yote yanayotokea katika ulimwengu katika zile ayatullahi al-kauniyya kama upepo, zote ni alama juu ya uwepo wa Allah. Ndio maana Mtume kasimulia katika maneno ambayo fima yarwihi an rabbihi kwamba Allah anasema la tasubbu dahra, msitukane zama. Fa ana dahru, yangu mimi ndio ambaye napeleka zama, mimi ndio napeleka zama. Nani? Allah. Bali kuna bedui mmoja aliongea maneno yafuatayo baada ya kutokea itikadi za kwamba Allah hayupo, hakuna muumbaji. Akasema al-atharu yadullu ala al-masiri. Kwanza akaanza al-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri wal atharu yadullu ala al-masiri. Kisha akasema fasama'un dhatu abrajin wa ardun dhatu fijajin wa biharun dhatu amwajin ala yadullu dhalika ala al-latif al-khabir. Alianza kutaja kwanza al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Ina hii imekuwa ni kama methali hii, kwa maana ukiona kinyesi cha ngamia chajulisha kwamba ngamia alikuja akajisaidia. Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Kisha wal atharu yadullu ala al-masir, na athari, nyayo, yajulisha juu ya upitaji wa kitu, kuna kitu kimepita hapo. Kisha baada ya kusema maneno haya akasema hivi, mbingu zina buruji, sayari zile mbingu zina sayari, na Allah kadhibitisha ndani ya Qur'ani, wasamai dhatil buruj, na al-buruj ni sayari zile, sijui Jupiter, sijui Earth, sijui nini, wenyewe nadhani wanazifahamu. Kisha akasema na ardhi nayo ina vigingi, majabali, na bahari zina mawimbi mingi. Kisha akasema vyote hivi havijulishi juu ya uwepo wa mjuzi wa mambo ambaye ana habari juu ya kila kitu.
kwa maana yajulisha hivyo. Jambo jingine ambalo nimalizie kwenye upande huo utangulizi kwenye hili, al-Imamu Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit. Imamu huyu kulikuwa na watu katika zama zake ambao walikuwa na itikadi ya kwamba Allah hayupo. Walikuwepo ambao tulisema hawa wanaitwa mulhidun au malahida. Tukasema hawa wanachuoni wamewakufurisha kwamba sio Waislamu. Kupinga uwepo wa Allah ni jambo moja hatari sana. Allah hayupo, mtihani sana. Basi hawa watu hawa wakamfuata al-Imamu Abu Hanifa, akamwambia kwamba sisi tunataka tujadiliane na wewe juu ya kwamba Allah yupo au hayupo. Akakubali sawa, lakini akaahidiana nao siku fulani maalumu kwamba ndio waonane. Ile siku ya kuonana ikawa yeye ndiyo kachukua dhima ya kwamba atakwenda akakutane nao Abu Hanifa rahimahullah. Baada ya hapo alivyokwenda, ilikuwa sehemu ambayo anakutana na wao kuna kivuko. Ina maana ili aonane na wao apite kwenye kivuko, na kivuko chenyewe ni cha maji, kulikuwa na mto. Akachelewa makusudi, hakuwa na dharura al-Imam Abu Hanifa, akachelewa makusudi. Na huku kuchelewa alianza kujenga hoja dhidi ya wao, akachelewa. Alipochelewa baadaye alipoenda akawaambia, jamani samahanini, najua ni watu na shughuli zenu, ni watu wazima, lakini kabla ya kuanza mjadala wetu kwamba Allah yupo au hayupo, na kutoa hoja zenu za kutokuwepo Allah na kutoa za kwangu kwamba Allah yupo, niwape sababu ya kunifanya mimi nichelewe na mwanzo. Akasema, mimi bwana, mwajua kama kuna kivuko pale. Sawa sawa walikubaliana kunini, kujadiliana upande wa pili feri. Sawa, alimamu Abu Hanifa tuseme ndio kwamba yeye atoke zake huku Shangwe ende zake feri huku. Sasa kwamba mkaona kwamba labda nimefanya makusudi, nilichelewa kwa sababu nilipofika pale kwenye kivuko hakukuwa na chombo cha kunivusha. Vyote vilitoka. Vilipotoka mimi nikasema kwa sababu nina ahadi, acha nisubirie, sije mkaniona muongo. Nikasubiri pale, nikakaa wewe mpaka wakati niko pembeni ya mti nimeegemea, mbele kulikuwa na mti mkubwa huu. Jambo la mwanzo ukaanza kunishangaza. Yote haya anawaambia anaodanganya, ila ni hoja dhidi yao. Halikutokea hata moja, lakini ilikuwa ni katika mambo ambayo anawajengea hoja dhidi yao. Akasema baada ya hapo mimi nikaona ule mti wenyewe unajikata majani yanajikata yenyewe. Nikaona pengine yamekauka sana, nikadhania hivyo, au mti una ukavu kwenye majani. Tumekaa muda si mrefu, nikishangaa mti unaanza kujikata magogo. Katika magogo pale kukajichonga chombo kiplaudi na kidau. Kilipojichonga kikajisukuma mpaka kwenye maji chenyewe, mimi sijashika hata jani hapo. Kisha baada ya kufanya hivyo ndio mimi nikapanda kwenye kile kidau, ndio nimekuja. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, ndio maana nimechelewa. Wakasema sisi tulikuwa tunasikia kwamba Abu Hanifa ni imamu, na tunasikia baadhi ya watu wasema kwamba ni mjinga. Leo ndio tuamini kuwa ni mjinga. Wakasema hivyo. Kwa nini mjinga? Akauliza kwa nini mjinga? Akasema hivi, yawezekana vipi hivyo vitu vitokee vyenyewe pasi na mtendaji? Wakaingia kwenye 18 za Imam Abu Hanifa. Na akawaambia, si nyinyi washangaa kidau, nyinyi mmethibitisha kubwa zaidi ya hili kwamba limetokea pasi na mfanyaji. Mbingu na ardhi vyote havina mfanyaji, vile vipo tu nature. Mjadala ukiisha hapo. Wakajua nini kakusudia, kwamba alikuwa anawaaminisha kwamba wujudu sanati dalilun ala wujudi sania, kupatikana kilichofanywa ni alama juu ya kupatikana nani? Mfanyaji. Ndio maana pia katika mambo ambayo wanayasimulia watu katika mazungumzo ya kupeana hasi ama kujalia kwamba ndio lilitokea, lakini Allahu aalam, ila kwa niliyemsikia kaongea inaonesha kwamba lile jambo lilitokea. Sema kuna mtu alikuwa akiomba dua msikitini, akiwaambia watu amwombee dua msikitini apate mtoto.
apate mtoto. Baada ya watu wanawaambia vile, ni ile msikiti ya kutia dua watu kwa pamoja ile. Sikawa kikawa anasema jamani, tumuombe dua mwenzetu, atia dua watu kwa pamoja. Basi anaomba dua mpaka siku moja, siku zimeshaenda tayari tunashaanza kumwombea dua kwamba apate mtoto. Sasa lakini tumuulize shemeji ana japo athari ya ujauzito, kwa sababu kama kuna athari hiyo tumuombe ajifungue salama na apate mtoto mwema. Alipokuja yule mtu akaulizwa baada ya kuomba dua, hivi shekhe, tuambie bwana, wewe shemeji yetu ana hali gani huko ulipomwacha nyumbani, ana japo alama ya ujauzito? Akasema sina mke. Watu walimaliza nguvu kwamba kuna mke alafu tukuombe dua upate mtoto. Sasa huyo mtoto atakumpate kwenye ukuta, amekuwa sisimizi. Sasa hapa unaona hapa watu kiakili za kawaida walikataa kupatikana mtoto pasi na kile ambacho ni sababu ya kupatikana nani huyo mtoto. Kiakili tu vipi Allah? Naona mimbabi aula, kwa maana Allah yupo. Jambo jingine pia katika mambo ambayo ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini sifa zake. Allah ana sifa kajithibitishia ndani ya Qur'ani, na nyingine kathibitishwa na mtume, ikiwemo kwamba Allah anasikia na usikivu wake ni wa kikamilifu. Sisi kama si wanadamu, sisi aliyekuwa nje ya msikiti tu hapo hatusikii, pengine mpaka atuwekee fujo sauti ya juu. Na pia kajithibitishia Allah ndani ya Qur'ani kwamba anaona, na uonaji wake hauna mpaka. Sio sisi, huwezi ukaona huwezi ukaona zaidi ya ukomo wa dairatul ufuqi, ule mzunguko wa pambizo ya mbingu, huwezi ukaona zaidi hapo, huwezi ukaona zaidi hapo. Lakini Allah anaona vyote unavyovijua wewe, na wala havimchanganyi labda kwenye uonaji kwamba hiki kimejificha, hamna. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim wakati akimsifia Allah kwenye upande wa elimu akasema, wa yara dabiban namli fi ghasaqi duja, Allah anaona unyayo wa sisimizi kwenye kiza kikubwa. Kwanza ule unyayo tu, wewe kama kuna taa huoni, Allah kwenye kiza totoro anauona. Kwamba uonaji wa Allah ni wa kikamilifu zaidi, na nyinginezo katika usafu nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia yeye jalla wa ala. Naam, hapo ni katika upande tulikuwa tunataja tu namna ya kumfahamu Allah, na pia matukio yote ya kwenye ulimwengu haya, kubadilika ahwali, kubadilika maira, kubadilika kwa masaa, ni alama juu yupo nani? Allah, kama tulivyosema vyote hivi. Jambo la mwanzo katika upande wa kuyasoma japo kwa uchache, kwa sababu utangulizi umerefuka, tutachukua kidogo katika kitabu. Fa idha qila laka, pindi patakaposemwa kwako wewe, kwa maana utakapoulizwa, pindi utakapoulizwa kwenye upande wa kutafsiri kimaana, ila kitamko pindi patakaposemwa kwako wewe, man rabbuka, nani mola wako? Mola wako nani? Na hili jambo ni nadhara sana mtu kuuliza, ilivyo ni nadhara, ila pamoja na unadhara wake limejengwa kwa swali hili ili mtu awe na yakini katika moyo wake. Si kwamba ndo labda mtu itatokea, bali yani ni ngumu sana kutokea mtu akwambia mola wako nani, ni ngumu. Bali inawezekana tukiuliza hata watu wazima wetu hapa, na Sheikh Farjali hapa na wengineo katika waliohudhuria, mzee kule nani Sheikh Alhaji hapa na wengineo, ni ngumu kusema kwamba umri wao wote washapata mtu japo kwenye njia wakauliza kwa mola wako nani wewe, au Sheikh Alhaji tayari kitokea hiyo. Ni ngumu sana, ni ngumu sana sana ili swali kuuliza. Lakini sasa ile inajengwa kiakili na kiitikadi ili ujue kwamba Allah ndiyo mola wako, pamoja na kwamba ile jambo lipo katika muumbile yako, unajua kwamba ni mola wangu, ila kulithibitisha zaidi na kuzidisha yakini juu ya hilo. Bali hata wasiokuwa Waislamu wanaishia tu kwamba Mungu wetu sisi, wanakuja hivyo kukubali juu ya uwepo wa Allah, ila wanapotosha sasa huyo Mungu wao nani. Hapo ndio kwenye mzozo. Na kama nilivyosema kwamba Ibrahim, mapote yote, Ibrahim alayhi salam, mapote yote yanamkubali. Mayahudi na Manasara wanamkubali, bali Manasara wanamuita baba wa imani. Nikasema hivi ili uone maajabu,
baba wa imani, alikuwa na imani gani kama ya kwao? Swali la kimsingi sana.